So mzigo unatusafirisha mpaka Abuja, Nigeria, ambako huko bado kutana na bidada ambaye anaitwa Monica. Alikuwa ni binti mdogo tu ambaye alikuwa anajipambania kinoma kwa ajili ya hali ya maisha na nyumbani kwao kuwa vizuri kabisa. So akawa anapambana bidada, huku na kule bidada, barabarani bidada, lakini bado mambo yakawa magumu, ibada yenyewe ikawa haitoshi. Hasa nyumbani kwao wana dogo zake wawili, kwa maana Chika pamoja na Bobo, na wawili bado walikuwa wanasoma, lakini yeye aliweza kulazimika kukatisha masomo yake kutokana na hali ngumu ya maisha nyumbani kwao. Muda wake wa ziada alikuwa anautumia kwa Auntie Ma, sehemu ambapo alikuwa anaendelea kufundisha ufundi wa kuweza kushona nguo, na huko pia alikuwa anapata 100-200 ambazo kunasaidia pia akirejea nyumbani kusaidia familia yake. Hasa leo anaweza kukaa bi mkubwa na Mdingi pia kuzungumza, na Mdingi anasema kwamba kuna pesa ambayo anaweza kuitarajia kutoka kwa bro wake mjini, na pesa hiyo ikiingia anataka Monica aweze kurejea shuleni. Lakini bi mkubwa anakataa, anasema hapana, kwa sasa focus yao ipo kwa wadogo zake Monica, haoni haja kuendelea kumsomesha, hiyo pesa iweze kusaidia maeneo mengine. Hasa baada ya hapo mzigo unatupeleka miaka mingi baadaye, tayari Monica ameshakuwa bidada, na leo anarejea nyumbani na kukuta wazazi wake na akamwambia kwamba leo ni payday, siku yake ya mshahara. So amepokea mshahara na huta kama ukabidhi kwa mama yake. Sasa ndio hapo tunakuja kugundua kwamba kwa miaka yote Monica toka alipokuwa binti mdogo kipindi kile mpaka hii leo, kila anapopokea mshahara kule kwa Auntie Ma kwenye ufundi, wote amekuwa na ukabidhi kwa mama yake, kwa ahadi kwamba pesa hiyo itaweza kuwasaidia kusomesha ndugu zake na mahitaji ya pale nyumbani. Na ambacho kinauma zaidi ni kwamba bi mkubwa alikuwa hataki Monica aweze kusave hata shilingi 100 pembeni. Alikuwa anasema huo ni ubinafsi, so pesa yote aiweke mezani. Hichi kitu babake Monica hakuwa anapenda kabisa, lakini hakuwa na sauti mbele ya chombo chake mama Monica, so alikuwa anasikiliza tu. Sasa upande wa pili Monica yuko penzini kwa mwamba ambaye anaitwa Pascal. Pascal alikuwa anampenda sana Monica, na ahadi ambayo alikuwa ameiweka kwake ni kwamba hata kupoteza muda alikuwa anataka kumuoa ili awe mke wake rasmi. Lakini Monica maneno yale alikuwa na sita kuyaamini, lakini mwamba akasisitiza kwamba kishani kwake ni ndoa tu, MC na ukumbi achague yeye, Rabi Dr. Chedi yeye kwake poa tu, lakini lengo ni kuweza kumsogeza ubidada kuwa mke wake. Sasa Monica anamshirikisha mama yake kwamba yule Pascal ana plani ya kuweza kumuoa, lakini mama yake anasema hapana, kwa sasa huwezi kufikiria ndoa, na mwanaume pia usimwamini kwa sababu wanaume wote ni mbwa na hawa Nigeria ndo bulldog. Sasa leo tena kama kukutana na Pascal na chuma akawa kimeamua kumsindikiza hii pisi yake, na mdogo mdogo akajikuta mpaka amefika nyumbani kwa kina Monica. Sasa akiwa getini mama yake Monica sakatokea bana, akaanzisha varangati pale kinoma, na akamfukuza yule Pascal na akamwambia binti yake fasa aweze kuingia ndani. Sasa kuingia ndani bi mkubwa ndo akaanza kupaza sauti, baba Monica, hebu toka ujione. Baba Monica kutoka anauliza nini shida, mwanao nimemkuta getini na kisi na wanaume wanamshikashika, anajikuta nani Vifiroma au Pitilda, tabia gani hizi? Ndo Monica kashangaa, mama amenishika saa ngapi? Mama akasema kimya, ina maana mimi ni muongo? Ndo Mdingi wake kumuuliza Monica, nini mwanao? Monica kusema kwamba ni kweli nilikuwa na mwanaume hapo nje, lakini rafiki yangu tu wa kiume na plani zetu ni kuweza kuoana. Mama akasema kelele, hakuna muoaji pale, nataka kuchezea tu. Lakini Monica akasema hapana, yule jamaa yuko serious kunioa, na hata hivi sasa ameweza kunigea pesa ambayo itanisaidia kununua mashine mpya kushonea kule kazini kwangu iwe ya kwangu. Ndo mama yake sasa hapo akachemka akasema, unaona huyu mtu wako ni binafsi, nimesema ona anapewa pesa na mwanaume anakaa nao kimya kimya, kati humu ndani tuna shida, tunaunga, mvua kinyesha unaijua goba, maji yanaingia paka ndani, alafu yeye anasema pesa alopewa aenda kununulia mashine. So hichi kitu kwa kinamtia huzuni sana Monica. So kesho yake ilikuleta amana mama yake, ikabidi pesa yote ambayo alipewa na yule Pascal kuweza kununua mashine ya kushonea kazini kwake, yote ikabidi ampatie mama yake ili iweze kusaidia mahitaji ya nyumbani. Mama yake amsitiza kwamba hakikisha kwamba yule Pascal unaachana naye mara moja. So kuanzia hapo akajikuta kwamba anamkwepa sana yule Pascal, hataki tena kuzungumza naye, kitu ambacho mwamba akawa anashangaa nini shida. Sasa leo anakaa kuweza kuzungumza, Monica anamwambia bana, mimi siko tayari kuweza kuolewa na wewe, especially kwa sasa, hebu tusubiri mbele. Mama anamwambia hapana, siwezi kusubiri, mimi na safari hivi karibuni na nitaondoka Nigeria, nitaenda kutafuta maisha nchi za nje, so nitamani niweze kukuoa kabisa. Ndo Monica anashangaa, unaondoka Nigeria? Akasema ndio, kwenda kutafuta maisha, lakini natamani huku nyuma nimwache mke wangu akinisubiri. Monica akasema hapana, kwa sasa kwa nini wewe usiende huko nje alafu kirejea ukutimi na kusubiri kisha tuoane? Pascal hichi kitu alikuwa anatamani kabisa, alikuwa anatamani aweze kuondoka Nigeria akiwa tayari ameshamuoa huyu bidada, lakini ndio hivyo, ugumu wa familia yake ikapelekea hawa wawili wakawa wameshindwa kuoana, na Pascal ikalazimika aweze kusafiri kwenda abroad. Asa mzigo kutusafirisha miaka 15 baadaye. Monica huyu hapa, maisha yamempiga kinoma, hana mbele wala nyuma, na bado familia yake pia maisha yako vile vile, isipokuwa wadogo zake wameshakuwa wakubwa. Na cha kushangaza ni kwamba yule Chika anadharau kinoma, anamwona dada yake ni kama mtu alipoteza, bila kujua kwamba alipoteza kila kitu kwenye maisha yake ili yeye aweze kusoma. Asa leo anashangaa na iPhone 17 amenunua pale Tenga Electronics Kariakoo, mtaa Ndanda na Grey. Akasema wait, hii pesa umeitoa wapi Chika? Lakini Chika kana mjibu kwa dharau kichizi. Monica bidi aweze kumshtakia kwa mama yake, kwa mama, hebu angalia hapa nyumbani tuna chochote kile, alafu mdogo wangu ananunua iPhone 17. Lakini mama yake akawa hampi ushirikiano kabisa. Akashangaa, miaka yote mimi nimepambania hii familia, pesa zangu zote zimekuja kwenye hii familia, lakini leo niliwasaidia natumia pesa nyingi sana kufanya starehe na unaangalia. Lakini mama yake Monica anamwambia, wewe Monica una wivu, sio bure, kwani mdogo wako akijisnapo hapo wewe shida ni nini? Maneno haya Monica yalimuumiza
sana. Familia ambayo aliipambania, familia ambayo alijitoa na akaipa kila kitu, leo hii inamsodoa, inamwangalia na kumwona mtu mbaya aliyefeli, wakati kufelishwa kwake kote kwenye safari yake kumesababishwa na hii familia. Monica. Sasa leo Monica anatoka kazini na kurudi nyumbani kwao, lakini kuingia ndani akashangaa anakutana na ule Pascal, boyfriend wake ambaye alisafiri na yeye miaka yote akawa anamsubiri Nigeria, lakini kumbe mwamba leo amerejea bana. Akafurahi sana kumuona na akamwambia kwamba nimekuwa nikusubiri miaka yote, urejee ili tuweze kuoana kama ahadi yetu. Lakini anashangaa kwamba kila mtu hapa anamwangalia vibaya. Nini shida? Lakini shida ni kwamba kumbe Pascal amerudi, lakini hajarudi hivi hivi, ana goma lake, na goma lake ni nani? Kumbe ni Chika, mdogo wake Monica. Wait, naota asa mdogo wake kwa mapozi na dharau, na Pascal naye akajikuta eti Monica amemsahau, na Chika akawa anatoa shit kwa dada yake. Ni kama tu unyang'ao, walau wangemwonea huruma, lakini wapi. Asa na mdogo wake anampatia story kwamba kumbe Pascal aliporudi tu Nigeria alifika hapa nyumbani kwao ili kuweza kumuulizia Monica. Alipofika kama amemkuta mdogo wake Monica ambaye ni Chika, lakini tayari Chika akawa yuko vizuri kinoma, na bila aibu pia akaanza kuwa na mtega ya shemeji yake, huku pia akimkandia dada yake kwamba hana lolote lilitoka ametoka. Pascal akaelewa narudi, dada yake yupo tu. So Pascal kiume alipoangalia English figure akajikuta ameanza kumwelewa mdogo wake mpenzi wake. So toka hapo kimya hawa wawili wakaanza kuwa wanatoka, wakawa wanachukuana, viwanja na dabuka. Ndio hapo ndio kugundua kwamba kumbe hata ile iPhone 17 ni Pascal ndiye ambaye aliweza kumgea mdogo wake Monica kwa maana Chika. Na kilichoumiza zaidi, kumbe mchezo wote huu mamake Monica alikuwa anajua kinachoendelea, na anamuuliza mama, kumbe unajua na umenificha? Lakini mama yake kama alivyo siku zote ambavyo hamsikilizaji Monica, anamwambia mwanangu, funika kombe ili mwanaharamu apite haraka tusherekee harusi ya mdogo wako. So hichi kitu kilimuumiza sana Monica sana. Hata Pascal alipojaribu kuja kumuongelesha akamwambia hapana, ziko adhabu nyingi ambazo ungeweza kunipatia, lakini sio adhabu hii baba. So toka hapo maisha kamepinduka sana kwa Monica, kuweza kushuhudia kwa macho yake tena kwenye nyumba yao mdogo wake ambaye kampambania siku zote anaolewa na mwanaume wake ambaye alikataza wazazi wake siku zote. So hii ni sehemu ambayo iliweza kuumiza sana kwenye hii movie, iliweza kuhuzunisha sana, lakini uweze amini mwisho wa siku bwana Monica aliweza kupiga konde moyo wake na akawa tayari kuweza kumsamehe mdogo wake. Sasa mwishoni kwenye hii movie bana, machungu ya maisha kuweza kumsulubisha kabisa Monica. Baadaye pia kaka yake Monica ambaye mdogo wake kiume kwa maana Bobo ataweza kumpatia mwanamke ujauzito na atakuwa na pa kumpeleka, so atabidi achukuliwe aweze kuishi pale nyumbani kwao, na Monica pia ataweza kumsaidia na kukaa naye chumba kimoja. Lakini uweze amini mbeleni bana, huyo mwanamke akaanza visa pia na kumchonganisha Monica na kaka yake na familia pia, na still mama yake Monica kana toa maneno mabaya kichizi kumwonyesha kwamba Monica ni mkosefu. Lakini leo ndo ikawa enough kwa Monica, akaambia mama yake kwamba sikuwahi kudhani kama mzazi anaweza kumweka kwenye nafasi kama hii mtoto wake, licha ya yote aliyotokea, lakini bado mpaka leo umekuwa unanihesabu mimi ni mkosefu mbele ya mdogo wangu, mbele ya familia yangu, mbele ya baba yangu, na wewe pia ukitazama. Sasa leo Monica akasema hapana, mimi naondoka rasmi kwenye nyumba. So akabeba kila kitu kilicho chake na akapiga goti mbele ya baba yake, ambaye pia baba yake hakuwa na sauti kabisa mbele ya mama yake, kwa maana mama Monica. Na ndio hivyo bana, akapewa baraka na baba yake na Monica akaweza kutoka rasmi kwenye nyumba na kuondoka, na siku zote hizi akawa anaishi dukani kwake kule. Sasa pati ambayo sikuweza kuzungumza ni kwamba bosi wake Monica yule Auntie Ma aliweza kusafiri na kwenda nchi za nje, na duka lote kama machia Monica. Sasa baada ya muda mrefu kupita, yule mama bana akawa amerudi na kafurahi sana kumkuta Monica bado mzima na anapambana, amekuza pia ile biashara. Na leo pia nampatia habari njema ni kwamba amekuja hapa Nigeria kuweza kumfuata Monica na kusafiri naye all the way kwenda nchi za nje huko ambapo anaishi na mume wake na kuweza kumsaidia kwenye miradi yake. Hii ni scene ambayo iliumiza sana Monica, alilia sana, alipiga goti, shalom, kaita Mungu wa mbingu zote kwa safari yote ambayo aliweza kupitishwa na familia yake, na hatimaye leo anaweza kusafiri na kwenda nchi za nje. So movie hii inaweza kuishia hapa bana, lakini tafsiri yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa ikaja sehemu ya pili ya mzigo huu wa Monica.